Mimi naitwa Anthony Mwamba Kalala, ni katibu wa baraza la wazee Chadema jimbo la Katavi. Sisi kama wanachama wa Chadema tumesikitishwa sana na kitendo ambacho amekifanya na anaendelea kukifanya ndugu yetu makamu wa mwenyekiti ndugu Heche. Ndugu Heche amekuwa na matukio mengi, lakini tunachokilaani ni matumizi mabaya ya pesa za chama. Ninapozungumza matumizi mabaya ya pesa za chama, sio zile ambazo zinaingia kwenye mfuko wa chama. Hapana. Kumekuwa na wadau mbalimbali ambao wanatoa misaada ambazo zinaingia mfukoni mwake. Imebainika wazi kwamba kuna baadhi ya wadau, nitatoa mfano mmoja wapo ambaye ni ndugu Lenish. Huyu bwana alitoa pesa kwa kuisaidia chama kiasi cha hela za Kitanzania kama milioni 600 hivi. Lakini wanachama baada ya kubaini kwamba hizo pesa haziko kwenye mfuko wa chama, walihoji, na kwa majibu yake ya kijeuri alidai kwamba alidhani ni pesa zake. Hebu ndugu waandishi wa habari, kiongozi wa ngazi ya juu kama Heche anakuwa na matamshi ya kudhani kwamba pesa ambazo wadau wanatoa alafu anadhani ni za kwake. Lakini bado katika mazingira yasiyo ya kawaida, wale watu wanachama ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhoji, ametumia lugha chafu. Sasa kwa mazingira kama haya haivumiliki. Kwa hiyo ilikuwa tufanye maandamano kwa ajili ya kudai Heche akae pembeni mpaka uchunguzi ufanyike. Lakini kwa kutumia busara ikazuilika. Tukaamua kufanya vikao vya ndani ili walau tupaze sauti zetu, dunia itujue, itusikie, rais wa nchi atusikie, pamoja na wadau wengine wasikie ni nini tunachokihitaji. Hatufanyi haya mambo kwa kubahatisha, tunamaanisha, na tunapenda itakapofikia muda huyu bwana Heche akae pembeni. Na hata kwa ubabe alionao hawezi kukaa pembeni yeye kama yeye. Inatakiwa baadhi tutaendelea kupiga kelele na tumuombe msajili wa vyama aingilie kati ili hili swala likae vizuri. Na ili akae pembeni, ili achunguzwe vizuri, ni lazima vile tumuombe katibu mkuu John Mnyika aunde tume ili kuweza kuchunguza akiwa pembeni. Hauwezi ukamchunguza mtu ambaye bado yuko madarakani. Hivyo basi kuna mambo ambayo yanakikabili kichama cha Chadema, na moja kati ya vitu ambavyo vinahusika ni pamoja, ambayo ni madai ya kimsingi, ni pamoja na katiba mpya. Lakini bado serikali ya Mama Samia imekuwa ikisisitiza kuwe na maridhiano. Haiwezekani maridhiano yakafanyika wakati kuna mtu yuko gerezani. Chadema! Sasa ili sasa maridhiano hayo yawe ya kweli, ni lazima Mama Samia tunamuomba amwachie Lissu
ili hayo maridhiano yaje yafanywe na kiongozi wa kweli. Hayawezi kufanywa maridhiano na mtu kama Heche ambaye tayari sisi wanachama ameshaanza kutuita mbwa. Yawezekana huyu akawa ni kibaraka na sio kiongozi wa kweli. Kwa hiyo hayo maridhiano yafanywe Lissu akiwa nje, Heche akiwa ameshachunguzwa. Ikibainika kama kweli Heche hizo hela zilikuwa za kwake, tutamsamehe. Lakini kama amekula pesa za kwetu, tutaomba atupishe. Kwenye katiba mpya haiwezekani kabisa mtu ambaye anahujumu chama alafu aje asimamie katiba mpya. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo kwa hayo machache niliyozungumza kuhusu hayo mambo ya katiba na maridhiano, tunaomba sana, tuko nyuma yenu, yafanyeni kazi ili walau tuweze kukaa sambamba. Katika maridhiano hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ndugu Heche amekuwa akiwatumia mamluki wa nje na ndoa wamekuwa washauri wa chama. Yuko mama mmoja yuko kwa Marekani anaitwa Mangi Kimambi, na mwingine yuko Canada anaitwa Maria Salungi. Hao ndo washauri wake wa chama. Kama kweli hao ni wapambanaji, kama ni wapigania uhuru, wapigania haki, waje Tanzania, warudi Tanzania, waje wajiunge na Chadema kama ambavyo watu wengine wanafanya kupambania haki. Lakini matokeo yake badala ya kupambania haki, wao ndio wamekuwa wachochezi. Na tunatia mashaka kwa sababu wamekuwa wakitajetaja sana maandamano, wao wako nje. Kama wana nia ya dhati kabisa wanataka maandamano yafanyike, waje wao Tanzania, halafu watangulie mbele, tuwafate kama ni kweli ni wapambanaji. Yuko bwana mmoja anaitwa Magere. Huyu bwana Magere amekemea sana tabia kina Kimambe, lakini akaja kutuhumiwa na makamu mwenyekiti Heche kwamba anachokifanya sicho. Alikuwa sahihi kwa sababu ndo mamluki wake. Hiki kitendo sisi kama wana Chadema tunakilani. Alichokuwa anakemea huyu bwana Magere alikuwa sahihi. Ndugu waandishi wa habari, ikumbukwe chama cha Chadema kilikuwa juu sana, lakini bahati mbaya kimeanza kutitia. Pesa alizokula zingesaidia sana kufufua chama. Nchi nzima ninapozungumza hakuna ofisi ya chama nchi nzima. Hizo pesa zingefanya kazi ya kujenga maofisi. Na hatupendi hili swala lipuuzwe kwa sababu wanasema mzaa hutumbua usaa. Sio watu wanapenda yale yanayosikika. Kwa mfano ya wale mamluki. Unajua mamluki wale wanaweza kafaulu wakiwakuta watu wasiojitambua. Lakini wakati mwingine vitu kama hivi vikiwa vinapuuzwa huwa vinatengeneza sintofahamu. Tunawaomba hao wakubwa ambao tayari nishawataja, mlifanyie hilo kazi ili sasa wale mamluki washindwe pa kuanzia. Kwa hiyo mimi sintakuwa na mengi sana ya kusema, lakini ikumbukwe mpigania uhuru yoyote huwa anajisacrifice, anajitoa maisha yake. Sio kina Kimambe, wale ni waongo, waoga. Nitoe mfano wa Mwalimu Nyerere. Aliacha ajira yake ambayo familia yake ilikuwa inategemea, kwa sababu walikuwa na nia ya dhati ya ukombozi. Aliacha kazi ya walimu akaingia kuwa mwanasiasa kwenye TANU ili kupigania uhuru.
Lakini pamoja na hayo, katika maridhiano nilikuwa nataka ambayo nimeshatangulia kuyasema, ili maridhiano yawepo, watu wakae mezani, haki iwepo. Alikaa na wale wazungu, wakakubaliana, uhuru kapatikana. Lakini jambo jingine, kwenye maridhiano kukiwa na utulivu, ili huyu bwana Heche angelikuwa ni mtu ambaye anataka kweli kufanya maendeleo ya Chadema, hao watu wanaomkosoa angewaita wakakaa pamoja, mambo yangeisha. Kama mna kumbukumbu, waandishi wa habari, Heche amekuwa akimtukana sana Mbowe wakati Mbowe mwenyekiti. Lakini kwa busara za Mbowe hakuchukua hatua ya yeye kufanya lolote. Lakini yeye sasa hivi amekuwa kila mwananchi, kila mwanachama anayemkosoa anamfuta wanachama. Huo sio uongozi. Alitakiwa wanapomkosoa anakaa nao, asikie nini wanachokihitaji, mezani yanakwisha. Mambo yote huwa yanakwisha mezani. Kuna mgogoro ulitokea Kenya kati ya Odinga na William Ruto, rais wa Kenya. Kumekuwa na vurugu, lakini bahati nzuri walikaa mezani yakaisha. Hiyo ndio demokrasia. Lakini kitendo anachokifanya ndugu Heche ni udikteta. Na hiki chama ni cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo dhana halisi ya demokrasia na maendeleo Heche hayuko nayo. Kwa hiyo niombe kwa marudio na kwa kumalizia, ili chama kikae vizuri na amani ipatikane kwenye chama, narudia maombi kwa Mama Samia. Tunakuomba sana, wewe ni mzazi, una uchungu wa watoto, mwachie Tundu Lissu